Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuchukua nafasi hii tena kumshukuru Mungu kwa wema wake na uaminifu. Amekuwa pamoja na sisi kwa nyakati na vipindi mbalimbali, na siku ya leo ametupa neema tena ya kuweza kukutana kwa njia hii ili niweze kushare na nyie neno la Mungu ambalo ni muhimu sana kwa kila mmoja wetu ambaye amedhamiria kwa moyo wote ya kwamba anataka Yesu akija mara ya pili hata kosa kuingia katika ule mji. Nimekuwa nikizungumza mara kwa mara ya kwamba kama utakosa kuingia katika ule mji, mwenyewe nitakushangaa na sitafurahi. Kwa hiyo mafundisho yangu ni ya kukuandaa wewe ambaye umeokoka au una kiu ya kutaka kuingia mbinguni lakini bado hujaanza safari. Mafundisho haya yatakusaidia. Hebu niombe kwa ajili yako kabla tujaenda kuanza kipindi chetu. Baba na Mungu wetu unayeishi katika jina la Yesu, tunakukaribisha tena wakati na muda huu ambao tunakwenda kulizungumza neno lako ambalo ni chakula cha roho zetu. Ninakusihi ukasimame na kila mmoja anayetufuatilia siku ya leo. Mungu, ukafungue moyo wake na kile kitu ambacho amekusudia kwa ajili ya maisha yake, basi Bwana ukapate kukishusha katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mtakumbuka nimekuwa nikifundisha faida ya kulitii neno la Mungu, na katika faida ya kulitii neno la Mungu nilizungumzia kipengele namba 1 kikubwa. Faida ya kulitii neno la Mungu ni kuwa na maombi yenye matokeo. Faida kubwa ya kulitii neno la Mungu, maombi yako yanakuwa na matokeo. Watu wengi ni waombaji, lakini wengi hawapati majibu au hawaoni matokeo ya maombi yao. Je, Mungu ni kiziwi hasikii? Mungu haoni? Hapana, Mungu anasikia na Mungu anaona. Lakini kuna vitu ambavyo vinamsaidia Mungu kufanya maamuzi yote. Kila uamuzi ambao Mungu anaufanya lazima uendane na neno lake. Kila uamuzi, hata mmoja hawezi akafanya kwa kubypass neno lake. Hakuna. Na maandiko yanasema Mungu wetu hana upendeleo, wala haangalii sura ya mtu. Kaangalia sura yako, labda umekuja pale mbele yake kwa kuinama kidogo pa kuonesha kwamba wewe ni mnyenyekevu. Mungu haangalii hilo. Mungu analiangalia neno lake. Neno lake ndilo Mungu analolisimamia siku zote kabisa. Na ninapenda wewe unayetufuatilia kwa njia hii ufahamu ya kwamba Mungu haangalii sura wala haangalii kitu chochote except neno lake. Mambo yote yako hapa. Ukitaka kumuona Mungu anatembea na wewe kwa namna ambayo majirani watakushangaa, watu kazini watakushangaa, lazima kitu namba 1 uliheshimu neno lake. Hicho ni namba 1. Na ukiweza kuliheshimu neno lake, maombi yako lazima yawe na matokeo. Wewe ukaomba, unafunga siku 3 hauoni kitu, unafunga siku 21 hauoni kitu, unafunga siku 40 hauoni kitu. Haiwezekani. Na mimi nakwambia haiwezekani. Inawezekana Mungu asijibu exactly unavyotaka, lakini lazima aseme kitu. Lazima aseme kitu. Hiyo ni muhimu sana.
na ni tabia moja ya Mungu ambayo watu wengi au watu wote tunapaswa kuijua. Kwa hiyo faida ya kulitii neno la Mungu ni kuwa na maombi yenye matokeo. Sasa ukisoma Yohana wa kwanza 5:14-15, wakati nakupa tu briefing ya mambo yaliyopita. Yohana wa kwanza iko mwisho kule karibu kabisa na unamaliza Biblia, ndio utamkuta Yohana wa kwanza kule. Yohana wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 14 mpaka 15, maandiko yanasema hivi. 14 inasema hivi: na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia tuomba chochote, twajua kwamba tunazo zile haja tulizomuomba. Unaona Yohana anavyosema hapa, na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba kitu chochote sawa sawa na mapenzi yake, yeye hutusikia. Sasa napenda nikwambie kitu kimoja. Kuomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu ni kuomba kulingana na neno lake, na sio kukariri tu neno kwamba Mungu ulisema. Hapana, ni lazima wewe mwenyewe uoneshe kulitii neno la Mungu ni sehemu ya maisha yako ya kila siku. Sio maisha ya Jumatatu wala Jumanne, ni maisha ya kila siku 24/7, kulisoma neno la Mungu na kuliingiza katika matendo. Sasa unapokuja kwenye uhitaji, inakuwa ni just by the way, lakini wewe maisha yako tayari ni ushuhuda mbele za Mungu. Tulitoa mifano michache. Danieli alipoomba kwa siku 21, siku ya kwanza alipoomba, Mungu alijibu maombi. Tuliongea habari ya Esther, aliomba kwa siku 3, na alipofunga tu siku 3, Mungu alijibu maombi. Tumezungumza habari za Ezra, alipofunga hapo kando ya mto Ahava, alipoomba, Mungu alitenda jambo. Hata Samsoni mwenyewe, wakati amesha mess up na Mungu kabisa, akamwambia Mungu, usiniache nife peke yangu, naomba nife na hawa wa jamaa. Mungu alijibu maombi yake. Mungu ni Mungu wa kujibu maombi, amini usiamini. Na Mungu asipojibu, basi wewe unatakiwa urudi pale kwenye kitabu cha Hagai, tafakari njia zako, tafakari njia zenu. Sasa ya maombi ni matokeo, nilizungumza, ni uhusiano wako na Mungu wa kila siku. Uhusiano wa kila siku. Sasa unapokuja umekutwa na shida, haiwi ikawa ile siku umekutwa na shida ndio siku unakwenda kuomba. Shida zinakukuta already wewe ni mwombaji. Shida inakukuta already, mahusiano yako na Mungu ni kitu ambacho kipo kinaendelea. Sio siku una shida ndio malaika anashangaa, fulani ametoka wapi leo? Leo kumekuko tumevamiwa leo, fulani anaomba leo. Na unapoingia kwenye kuomba, unakuwa unaelezea shida. Mume wako umemwona anaongea na simu kwa pembeni, unaanza kuwa na wasiwasi. Sasa mume wako ameanza kuchiti, ndio Mungu anakuona sasa, unakwenda kuomba, Mungu niangalie mume wangu au mke wangu au watoto. Unapoona umeshikwa na shida, ndio sasa unakimbia kuomba. Mungu is very smart, anajua kilichokupeleka pale ni nini, anajua. Hata mara nyingine anacheka na wale wazee 24 wanaomzunguka, jamani muoneni yule amemkuta leo. Lakini sio maisha yako ya kila siku. Maombi yenye matokeo ni mahusiano yako ya kila siku na Mungu.
kila siku iendayo kwa Mungu. Ndio pale Daudi akasema kwenye Zaburi ya 27 mstari wa 4, labda nitakwenda kusoma Zaburi ya 27 mstari wa 4. Anasema, jambo moja nimelitaka kwa Bwana. Ngoja nipate mstari vizuri ni usome ili kila moja aweze kuelewa. Zaburi ya 27 mstari wa 4. Maombi yenye matokeo ni mahusiano yako na Mungu ya kila siku. Mstari wa 4 anasemaje? Anasema hivi, huyu ni Daudi: neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mradi, mstari wa 5, atanisitiri badani mwake siku ya mabaya, atanisitiri katika stara ya hema yake, na kuninua juu ya mwamba. Sasa Daudi anasema yeye jambo moja amelitaka kwa Bwana, na jambo lenyewe ni lipi? Kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yake. Tusipojifunza kukaa au kutembea na Mungu siku zote za maisha yetu, siku zote tutakuwa na maombi yasiyo na matokeo. Na tukiwa na maombi yenye matokeo, ni matokeo ambayo ni hafifu. Ni kweli, nakubali. Kuna waombaji, najua kuna waombaji akipiga goti chini anaweza akapiga masaa 4, akatoka kupiga chini magoti akalala kwa tumbo masaa 4, akajigeuza akaomba masaa 8 au masaa 10 bila kunyanyuka kuomba glasi ya maji. Mwombaji, lakini matokeo yapo. Kwa sababu maombi lazima yawe na matokeo. Nilifundisha siku za nyuma katika maombi ni two-way traffic. Unazungumza na Mungu anazungumza. Na ukiona mtu ambaye anatembea na neno la Mungu, amelisimamia vizuri, unaweza kumwona hata maombi yake sio maombi ya kutisha sana, lakini maombi yenye matokeo. Kwa nini? Kwa sababu ameshajifunza kulisoma neno la Mungu, kuliapply na kutembea na Mungu 24/7. Bwana Yesu asifiwe sana. Luka 22:39 inasemaje? Tuangalie pale Luka 22 mstari wa 39. Nazungumzia juu ya maombi yenye matokeo. Maombi yenye matokeo. Luka 22 mstari wa 39 anasemaje? Akatoka akaenda paka mlima wa Mizeituni, kama ilivyokuwa desturi yake, wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Swala la maombi ilikuwa ni desturi ya Yesu, ilikuwa ni maisha yake. Sio mahali pamoja, sio mahali pawili. Tumesikia Yesu akajitenga na wanafunzi wake, akaenda akaomba. Yesu akaenda kwenye bustani ya Mizeituni akaomba. Yesu akaenda mlimani akaomba. Ni desturi yake, ni maisha yake. Atafanya mambo yote ya huduma mchana, lakini jioni, usiku atakwenda kuomba. Biblia imetuambia ni desturi yake. Na kumbuka, Yesu alipokuwa anaenda kuomba, hakuwa anaenda kujiombea yeye. Sasa hivi tuna waombaji wengi, lakini waombaji hata wanapokwenda kuomba, kila mmoja anajiombea yeye. Mungu, angalia mambo yangu, Mungu angalia mambo yangu, angalia kazi yangu, angalia shughuli yangu, angalia watoto wangu, angalia mume wangu, angalia mke wangu. Yaani kila ombi at the end limeishia na ngu, NGU, yangu. Yaani mimi. Kila anapokwenda kuomba ni mimi, ni yeye. Hawezi akafungua macho yake akaangalia kama Yesu anavyoangalia. Yesu alipokuwa anaomba, alikuwa anatuombea sisi.
Na mpaka leo Biblia inasema Yesu anaomba akiwa mkono wa kuume wa Mungu. Roho Mtakatifu anaomba, yeye ndo ameshindwa kujizuia. Anaomba kiasi anaomba kiasi, yani mpaka yani anaishiwa nguvu. Roho Mtakatifu kiasi cha kugua, kusiweza kutamkika, anaomba. Wanajiombea wao? Hapana. Ndio maana katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 2 anasema iweni na nia hiyo hiyo ambayo ilikuwepo ndani ya Yesu, ambaye ijapokuwa alikuwa mwana wa Mungu, lakini kukana Mungu akaona kitu cha maana akaamua kujiachia. Hapa iweni na nia hiyo hiyo. Kwa hiyo lazima tuwe watu wa maombi. Ukiweza kukana Bwana sio sali moja. Biblia ilisema mmeshindwa kukana mimi walao lisali moja, lakini sasa unakuta watu wamechukua hiyo kama ndio base. Hapana. Unaweza kukana Yesu masaba, ni starehe kukana Bwana. Ni starehe kukana Bwana. Unaweza kupata masaa mengi kwa ajili ya TV, kwa ajili ya vitu vingine, lakini huna muda wa kukana Bwana. Maombi yenye matokeo ni mahusiano yako na Mungu ya kila siku, sio siku moja wala sio siku mbili. Na unapokuwa na mahusiano ya kila siku, Mungu anataka uangalie kama yeye anavyoangalia. Mungu akiangalia, haangalii mambo yake, anaangalia mambo ya wengine. Na ndio maana Paulo akazungumza akasema, na kila mtu asiangalie mambo yake, bali angalie mambo ya wengine, na kila mmoja aone mambo ya mwingine ni bora kuliko nafsi yake. Je, kwenye kizazi chetu tuna watu wa namna hiyo ambao wanaangalia mambo ya wengine kama mambo yao? Ukiweza kuwa na uhusiano na Mungu, utajua tabia za Mungu, na ukijua tabia za Mungu utazi-apply kwenye maisha yako ya kila siku. Utazi-apply. Na ukiweza kuzi-apply, hakuna kitu kinaweza kukusumbua. Shetani anatusumbua kwa sababu anajua tunaweza tukalisoma neno la Mungu, lakini tukija kwenye application yake ni tofauti. Na hapo anajua Mungu sio rahisi kujibu maombi. Point B, juu ya maombi yenye matokeo. Maombi yenye matokeo ni yale yanayolenga kusudi la Mungu. Kitaka maombi yako yana matokeo, lazima yalenge kusudi la Mungu. Sasa kwa nini tunasema ni muhimu kulijua neno la Mungu, au kilijua neno la Mungu inakusaidia kuwa na maombi yenye matokeo? Kwa sababu ukilijua neno la Mungu utajua tabia za Mungu, utajua moyo wa Mungu anataka nini. Na ukishajua moyo wa Mungu, ukaamua kutembea na ule moyo wa Mungu, maombi yako lazima yawe na matokeo. Hebu tuangalie Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili, mstari ambao mara nyingi tumekuwa tukiusoma na watu wengi wameukariri kwa kichwa. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 7 mstari ni wa 14 mpaka ule wa 15. Nitasoma. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Hii mistari niliyosoma yalikuwa majibu ya Mungu kwa Sulemani. Ukisoma mlango wa 6 kuanzia ule mstari wa jujupa, mlango wa 6 ukisoma, utaona jinsi ambavyo Sulemani alimaliza kulijenga lile hekalu. Alijenga hekalu kubwa sana,
Na alipomaliza kulijenga lile hekalu, alikuwa analiweka wakfu. Mlango wa 6 wa Mambo ya Nyakati wa Pili. Alipokuwa anaweka wakfu, Sulemani aliomba sana, akasema, Mungu, ikiwa watu wako wameshikwa na tauni wakiomba, uwasamehe. Mungu, ikiwa watu wako wamepigwa vita, wamechukuliwa utumwani, wakija kuomba kuelekea hekalu hili huko walipo, lakini wakasema tunaomba kuelekea hekalu lile, Mungu usikia maombi yao. Akasema Mungu, ikiwa watu ni wapitaji, wamekorofishana, wakija kwenye hekalu hili wakiomba, Mungu wasikie maombi yao. Ikiwa ni aliomba maombi ya kila namna. Usoma mlango wa 6. Sulemani aliomba maombi ya kila namna kuhusiana na lile kanisa. Biblia inasema utukufu wa Mungu ulishuka kiasi ambacho makuhani hawakuweza kuingia na kudumu kwa ajili ya ile nguvu ya maombi. Sasa usiku ndio Mungu anamjibu sasa. Anamjibu Sulemani usiku kwenye huu mlango wa 7 mstari wa 14 mpaka wa 15. Ndio Mungu anamjibu Sulemani. Anamwambia, nimesikia ulivyoomba, lakini ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha. Anasema pale, ngoja nirudi tena pale mstari wa 14. Anasema sasa Mungu anamjibu, anamwambia, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha kwenda mbele za Mungu kwa unyenyekevu. Biblia inasema moyo uliopondeka na kuvunjika Mungu hata udharau. Moyo wa unyenyekevu, anasema wakija kwa unyenyekevu na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, anasema nitasikia watakapoomba. Ndiyo Sulemani amesema ya kwake, lakini Mungu anasema ili maombi yao yawe na majibu, lazima waujue moyo wangu, na moyo wangu unahitaji ABCD. Unahitaji haya ni yaone kwako. Nikisha yaona kwako, anasema nitasikia maombi. Huwezi ukategemea utakwenda mbele za Mungu akakujibu maombi yako kama wewe mwenyewe hautembei, haujui ule moyo wa Mungu. Haiwezekani. Ndiyo kweli utaomba masaa 5, masaa 6, masaa 7, masaa 8, lakini matokeo, watu wengi wanalima mashamba, lakini sio watu wote wanavuna. Unaweza ukalima shamba eka moja na mimi nikalima eka moja, sehemu ni hiyo hiyo, kila kitu ni hicho hicho, lakini huyu mmoja akapata gunia 20, huyu mmoja akapata gunia 10. Mmepakana mipaka shamba. Huyu shamba lake liko hapa, wewe shamba lako liko hapo. Pengine labda kwa ni shamba moja mmeuziwa na mtu mmoja, ameligawanya eka moja akamuuzia mtu mwingine, eka nyingine akamuuzia mtu mwingine, lakini huyu mmoja atapata, wewe usipate. Hata angalia kwenye swala la Lu na Ibrahim, walikubaliana. Ibrahim akamwambia, unataka wapi? Akasema, chukua Sodoma na Gomora. Je, eneo zuri kabisa. Abrahamu akachukua sehemu nyingine, haikuonekana kama ya maana, lakini alijua principle za kufanikiwa. Alijua moyo wa Mungu ulivyo, akabarikiwa. Tunapojua moyo wa Mungu au kusudi la Mungu, mambo mengi, wapendwa, tunaweza tukayafanya kirahisi sana. Sasa ni rahisi kukimbia na mstari. Wakati hapa Baba anasema watu kwa jina langu wakinyenyekesha na kuomba na kutafuta, wewe unamtafuta Mungu au unamtafuta wakati una shida? Au Mungu akiangalia content ya maombi yako anaona ni maombi ambayo basically hayagusi chochote cha ufalme? Kila kitu anaona unaombea mimi, Mungu nifanikishe, Mungu. Akiangalia ile content ya maombi, hebu siku moja ukipata nafasi,
ama kuchunguza maandiko, maombi ya mtume Paulo. Paulo alikuwa anaomba, ukisikiliza yale maombi yake unasema sawa. Au angalia maombi ya Nehemia, angalia alivyokuwa anaomba. Hasemi tu jamani, wabongo bana, wabongo. Kwa watu ambao kwa Marekani wanajua maneno tunazungumzaga sana. Kitu kidogo bana, wabongo bana, wabongo. Lakini hatua gani unachukua kuhusu wabongo? Nehemia akawa anatubu kwa ajili ya dhambi ambayo hajaifanya. Anasema inawezekana tumekukosa, tumefanya sio stahili. Je, wewe unaitasidi hata kwa dhambi za familia yenu? Unaitasidi kwa dhambi za ukoo wenu? Au unabaki kusema mimi sio mtu wa matambiko kama wao, mimi niko tofauti kabisa? Je, unaangalia watu wanavyoomba? Ukijua watu wanavyoomba, maombi yako lazima yana matokeo. Sasa tumesema maombi yenye matokeo ni yale yanayolenga kusudi la Mungu. Luka 18:11-13 anasemaje? Hebu tuone huyu mtu anatuambia nini hapa. Luka 18, tuangalia hapo anasema nini. Nataka kuangalia 18:11 mpaka 13. Anasema maneno haya, Luka 18 mstari wa 11. Anasema yule Farisayo akasimama akaomba hivi moyoni mwake, Mungu, na kushukuru kwa kuwa mimi si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara 2 kwa juma, hutoa zaka katika mapato yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru alisimama mbali, wala hakuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni, bali alijipiga kifua akisema, Mungu, uniwie radhi mimi mwenye dhambi. Maombi yanayolenga kusudi la Mungu. Huyu jamaa amekwenda pale, unaanza kujikompea na mtu mwingine, unaanza kumweka chini mtu mwingine, unaanza kuonesha wewe ni bora kuliko mtu mwingine, unaanza kuelezea sifa zako za kufunga, sifa zako za kuomba, sifa zako za kutoa zaka kama mtu mwingine, na unathamisi kama yule. Maombi ya majivuno ni maombi mabaya sana, na haya maombi tumekuwa nayo wengi. Sisi wapendwa, tunapoomba tunaona sisi peke yetu ndio tuna ile channel ya kwenda mbele za Mungu, na mtu yoyote anayekwenda mbele za Mungu tunamwona hapana, huyu hawezekani. Angalia anavyovaa, angalia anavyozungumza, angalia. Unaanza kumchora mtu. Yeye haendi kuomba kwako, yeye anakwenda kuomba kwa Mungu. Wewe sio Mungu, lakini utakaa utamwanalyze yule mtu kutoka juu mpaka chini. Lazima tujue kugusa moyo wa Mungu kwa maombi. Maombi yenye matokeo yanalenga kusudi la Mungu. Ndio maana Yakobo 4:3 anasema mwaomba wala mpati, kwa sababu mwaomba vibaya. Unaomba lakini unapita nje ya kusudi la Mungu. Unapita nje, na ukipita nje hauwezi ukamwona Mungu. Unaweza ukawa kweli ni muombaji, lakini huwezi ukamwona Mungu. Na ndio maana ukisoma ile Mathayo 6:31 mpaka 33, Biblia inasema msisumbukie mtakula nini, mtavaa nini. Labda nisome pale Luka 6:31 mpaka 32. Inatuambiaje pale? Anasema hivi, msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. 33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Sasa watu wangapi siku hizi wanaomba kwa ajili ya chakula? Wangapi wanaomba kwa ajili ya mavazi?
Wangapi wanaomba kwa ajili ya maji? Biblia inasema msiyasumbukia hayo. Already Baba yetu wa mbinguni anajua mnahitaji, lakini kwa sababu tunashindwa kutembea katika kusudi la Mungu, vitu kama hivyo vinakuwa ni vitu vya kuomba. Mimi mtoto wangu hawezi akaniomba chakula, anajua chakula kitakwepo, labda aombe chakula cha type nyingine ambao labda anahamnacho siku hiyo. Lakini kwa maana ya chakula kama chakula, mimi kama baba lazima kabisa nilete chakula, nipende nisipende, lazima nitakwenda kukopa, nitakwenda kuomba kwa jirani, lakini siwezi nikamtuma mtoto akaombe chakula kwa jirani. Ni mimi wajibu wangu nilete chakula. Sasa Mungu anasema ninajua hayo mnahitaji, lakini tafuteni ufalme wa mbinguni. Na utautafuta vipi ufalme wa mbinguni? Lazima uje kulisoma neno la Mungu na kuliingiza katika matendo. Ukiweza kusoma neno la Mungu ukaanza kuliapply kwenye matendo bila kumwangalia mtu mwingine anavyofanya, wewe ukaliapply mwenyewe, hauwezi ukashindwa, hauwezi ukashindwa. Lakini kama utasoma neno la Mungu alafu usilipe nafasi inayostahili, ukaona ni kitu tu cha kawaida, ukabehave kama wapendwa wengine wanavyobehave, kwa sababu mbona hata fulani anaweza akafanya hivi na hivi, unaweza ukapoteza au unaweza usiuone mkono wa Mungu. Biblia inasema maombi Mungu. Sasa ukija kwenye Mambo ya Nyakati wa Pili, tunarudi nyuma pale Mambo ya Nyakati wa Pili, nataka kuonesha pale ambako Sulemani alipokuwa ameomba. Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 1 mstari wa 6. Usiku ule, dada mstari wa 7, usiku ule Mungu akamtokea Sulemani akamwambia, omba utakalo nikupe. Sulemani akamwambia Mungu, umemfanyia baba yangu Daudi fadhili kuu, nawe umenimilikisha mimi badala yake. Basi sasa Bwana Mungu, liamkinie baba yangu Daudi neno lako, maana umenitawaza niwe mfalme juu ya watu wengi kama mavumbi ya nchi. Basi sasa nipe hekima na maarifa, nijue kutoka na kuingia mbele ya watu hawa. Angalia sasa Mungu anavyojibu. Kwa kuwa ni nani awezaye kuwahukumu watu wako hawa walio wengi? Naye Mungu akamwambia Sulemani, kwa sababu neno hili lilikuwamo moyoni mwako, wala hukujitakia mali wala utajiri wala utukufu wala maisha za wakuchukiao, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, bali umejitakia hekima na maarifa, upate kwa hukumu watu wangu niliowatawaza juu yako. Basi hekima na maarifa umepewa, nami nitakupa mali na utajiri na utukufu kupita walivyokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako, wala baada yako hapata kuwa na mtu atakaye kuwa navyo. Akaja Sulemani akatoka mahali pa juu pa Gideon, toka mbele ya hema kukutania mpaka Yerusalemu, akatawala juu ya Israeli. Sulemani akakusanya magari na wapandao farasi, na alikuwa na magari 1,400 na wapandao farasi 12,000 aliowaweka katika miji ya magari, na pamoja na mfalme huko Yerusalemu. Wapendwa, naomba usikie kitu hichi. Sulemani aliambiwa aombe kitu baada ya kuwa mfalme, lakini Sulemani akasema anaomba hekima ya kuwahukumu watu hawa walio wengi.
Mungu akasema, kwa vile hukuomba mali, wala hukuomba roho za maadui zako, wala hukujitakia wingi wa siku, wala hukusema mengine yote, uliomba hekima ya kuwamiliki watu wangu. Mungu anamwambia, hekima nimekupa na mali nimekupa. Hapata kuwa na mfalme ambaye atakuwa na uwezo kama hapa kuwepo na mfalme mwenye uwezo mkubwa kama wewe, na hata kuwepo Mungu anaongea. Yani matajiri wote unaona sasa hivi hakuna ambaye yuko kama Sulemani. Mhubiri mmoja aliniambia, sijui kama alikuwa ananiambia kweli, anasema kwa Zimbabwe kuna machimbo yanaitwa Sulemani. Alikuwa na machimbo paka Zimbabwe, kama ninavyoambiwa ni kweli. Alikuwa na mali, hakuna mfalme aliyekuwa kabla yake alikuwa na mali kama yeye, wala Mungu akasema hata kuwepo. Lakini angalia kitu alichoomba, aliomba hekima, hekima ya kuwatawala watu wa Mungu. Mungu akamwambia, hekima nimekupa na mali nimekupa. Ndugu yangu, unapokwenda kwenye maombi unaombea kitu gani? Unajifunza kutoka kwa watu waliopita, au unakwenda na staili yako? Usipojifunza kwa watu waliopita jinsi walivyofanya, itakuwa ngumu sana wewe kuchomoza katika maombi. Itakuwa ni ngumu, kwa sababu nimetoa mfano mara kwa mara. Unapotembea na gari ukafika sehemu inakwambia punguza spidi, na spidi ya hapa iende labda ni kilomita 30 au maili 30 kwa saa. Nilisema kitu hichi, wanaposema vile wanamaanisha wameshakuwa na experience ya watu wanaokwenda kwa spidi ya juu zaidi hapo, wanavyoanguka, wanavyopata ajali. Sasa wewe unatakiwa ujifunze ili usiingie katika mtego wa ajali. Na tunaposoma neno la Mungu, neno la Mungu linatupa mwongozo wa kutuonesha wenzetu walifanyaje, walikuwa wanaombaji. Alafu ukishajua, na wewe unaiga pale, unakopi na kupesti, unakwenda mbele. Sulemani akaomba hekima, na alipoomba hekima, Mungu alimpa zaidi ya hekima. Wewe ndugu yangu, maombi yako yamejawa na nini? Ni kuombea biashara yako? Ni kuombea watu ambao wamefanikiwa kibiashara, ambao unafikiri labda wanatumia uchawi? Ni kuombea familia yako, watoto wako, mme wako, mke wako? Unaombea nini? Unapokwenda mbele za Mungu, Mungu anakuangalia vipi? Anakuona vipi? Okay, katika ile Luka 10 Biblia imesema mwombeni Baba watume watenda kazi, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Yesu alisema hivyo. Mara ngapi umeshaomba Mungu ainue watenda kazi kwenye prayer item zako? Mara ngapi umeshaomba kwa ajili ya wamishenari ambao katika hali ngumu sana? Kuna wamishenari wengine sasa hivi wako mahali kisu kiko shingoni, unaambiwa unakatwa, sema sadaka ya mwisho. Kuna watu tunaopongea sasa hivi kisu kiko shingoni. Wewe huku unakazana kuomba, sijui mume wako anakuchiti, lakini kuna mwingine kisu kiko shingoni. Kuna wengine wamezingirwa sasa hivi kwa ajili ya Injili. Kuna wengine hawajui kesho itakuwaje. Unapoingia kwenye maombi, Mungu anaangalia maombi yako ni nini. Ukiweza kugusa moyo wa Mungu, ukajifunza kuamka kuomba kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya watenda kazi, kwa ajili ya Mungu kufungua milango Injili iweze kuhubiriwa, utaona mambo yanakwenda vizuri.
Lakini kama utakaa ukakazana kuomba kwa maombi, yani maombi ya watoto ya kusema kwa vile fulani ana gari na unataka kuwa na gari zuri kuliko yeye, haugusi moyo wa Mungu. Mpendwa, nimemwona Mungu akijibu maombi sana, sio kidogo, sana, na matokeo makubwa ambayo nimeona kwenye maombi kwa muda ambao nimetumia na Mungu ni yale maombi yanayogusa moyo wa Mungu. Yale yanayogusa moyo wa Mungu, mara moja Mungu anakutana nao, alafu anakutana na kwako ambayo unasogeza mbele yake. Pointi namba 3 ambayo tunataka kuzungumza katika maombi yenye matokeo. Maombi yenye matokeo ni yale yanayoonesha uaminifu wako katika mambo yaliyopita. Umekuwa mwaminifu namna gani kwa mambo yaliyopita? Ukiwa mwaminifu kwa mambo yaliyopita, Mungu anafungua milango ya maombi yako yanayokuja. Biblia inatuambia katika Luka 16:10. Luka 16 mstari wa 10. Ngoja tuangalie pale mara moja. Luka 16 mstari wa 10. Maandiko yanatuambiaje? Aliye mwaminifu katika lililo dogo huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Umekuwa mwaminifu kiasi gani kwa Mungu kwa mambo yaliyopita? Inawezekana mahali pekee ambako Mungu anakuona ni wakati una shida, na usipokuwa na shida hauwezi ukaingia kwenye kuomba, huwezi. Ndio maana kwa watu walioko Marekani sasa hivi wanaomba sana, kwa sababu hawajui uongozi uliobadilika matokeo yake yatakuwaje. Lakini maisha yako yakiwa ni ya maombi, saa zote jino liko nje, unacheka tu. Kwa nini? Kwa sababu unajua hatima ya maisha yako siku zote haiko kwa mtu, iko kwa Mungu. Siku zote hatima ya maisha yako iko kwa Mungu, haiko kwa mwanadamu yoyote. Mungu ndio anasimamia maisha yako. Huwezi ukategemea makubwa kwa Mungu wakati hujawa mwaminifu kwa yale madogo aliyofanya. Mfano mzuri, Mungu amekupa siku 7, anakuambia siku moja ni ya kwangu. Siku moja, 6 tumia unavyotaka. Wewe unatumia siku 7 zote. Amekupa kasiku kamoja, wewe unatumia siku 7 zote. Huo sio uaminifu, huo ni wizi wa macho kabisa. Tena ni kumuibia. Kama ingekuwa ni sasa unamuibia maskini kwa sababu amekupa siku 6, siku 7, wao amekwambia mpatie moja. Lakini wewe unakula zote, unafanya kazi masaa yote, na hapo katikati unapangilia ratiba zako. Huwezi ukawa mtu wa tabia namna hiyo ukategemea utakuwa na maombi yenye matokeo. Huwezi. Hata wewe mwenyewe unanisikiliza ungekuwa ni Mungu, unajua hiyo isingewezekana. Amekupa siku 7, siku moja ni ya Mungu, unapaswa uitumie kwa ajili ya Mungu. Na uwezo ukafanya siku moja peke yake. Kuna ibada kila wakati. Kuna ibada Jumatano makanisa mengine, kuna ibada Ijumaa makanisa mengine, kuna ibada mbalimbali. Uwezo ukasema wewe siku 7 zote umezifeka, alafu kategemea Mungu atakuwa anajibu maombi yako. Mungu atajibu yale maombi ambayo anaonyesha mvua wema na wabaya, lakini yale maombi specific ya kwako hauwezi. Aya, Mungu anakubariki, anakupa $100, anakuambia $10 peke yake itoe ili ifanye kazi yangu. Na Mungu ameshatupangia
hiyo $10 tuifanyie nini? Wewe unakula $100 nzima, 90 na ile 10 ya Mungu umemaliza. Unategemea nini? Umeshindwa kuwa mwaminifu kwenye $10 au kwenye shilingi 10. Unategemea utamwona Mungu akawa mwaminifu kwenye mambo makubwa? Haiwezekani. Ndio Paulo anaposema kila apandacho mtu atakivuna. Wewe sio beta kuliko watu wengine wote, hapana. Na Mungu hawezi akasympathize na wewe ukasema atasympathize, hawezi akasympathize na wewe. Kwa nini? Analisimamia neno lake ili apate kulitimiza. Lazima ujifunze kuwa mwaminifu kwa yale mambo ambayo tayari ni ya kuonyesha uaminifu. Sasa unapoomba makubwa yanakuwa ni by the way, Mungu anashusha tu kirahisi, lakini umeshindwa kwa mwaminifu, ni vigumu sana Mungu kuangalia. Hebu tuangalie Mathayo 25. Turudi nyuma kidogo pale kwenye Mathayo 25 mstari wa 23. Maombi yenye matokeo ni maombi yanayoonyesha uaminifu katika mambo yaliyopita. 25:23 inasemaje? Mathayo 25:23. Okay, anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka na mnanaa na binzari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria ya adili na rehema na imani. Hayo imewapata kufanya, wala yale mengine msiache. Unaweza ukayadharau baadhi ya mambo, ukayapa priority baadhi ya mambo, lakini nasema hayo mengine msiache. Muwe waaminifu katika hayo pia. Muwe waaminifu, msishike tu mambo makubwa, muwe waaminifu katika hayo. Na unapokuwa mwaminifu kwenye mambo hayo, Mungu anafungua hazina zake kirahisi sana. Nimetembea na Mungu, namjua. Sio mtu ambaye nitahadithia habari zake, namjua vizuri. Sitembei tena kwa kusema natembea kwa imani, hapana. Namjua vizuri, najua tabia zake. Watu wengi tunashindwa kufanikiwa kwa sababu hatuna uaminifu katika mambo yaliyopita. Mwanzilishi wa lile taifa la India, Mahatma Gandhi, aliwahi kusema kipindi fulani, wao nisema ambao unapita, anasema nampenda Yesu wenu lakini sipendi Ukristo wenu. Huyo Yesu wenu hana matatizo, lakini shida iko kwenu nyinyi Wakristo, kwa sababu mnazungumza mambo ambayo hampractice. Unakuta mtu anaweza akasema ni hivi na hivi, lakini sio hivyo. Ni shida kubwa sana. Pointi ya mwisho naenda kuzungumza siku ya leo, maombi yenye matokeo ni maombi yale yasiyo na malalamiko. Unakwenda mbele za Mungu unalalamika. Wakina mama unasikia why me, kwa vile ameondokewa aidha na mume wake au ameondokewa na mtoto wake, anasema why me. Wewe sio mtu wa kwanza kufiwa na mtoto. Kila siku, na wewe mwenyewe ni shahidi, umekuwa ukienda kwenye misiba, watu wameondokewa na watoto, watu wameondokewa na waume zao. Lakini leo unakaa kulalamika the whole day, why me? Au mtoto amefanya kosa fulani, unasema why me? Unaona kila siku mambo yanafanyika. Sio kwamba wewe ni wa kwanza useme labda ina shida, lakini kila siku umeona. Mungu hataki tuwe watu wa malalamiko. Wafilipi 2:14. Wafilipi 2:14. Takwenda kumalizia hapo. Wafilipi 2:14. Okay. Bwana Yesu.
mstari wa 14 anasema, yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano. Mungu hapendi manunguniko. Ukitaka maombi yako yawe na matokeo, yasiwe na manunguniko. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 10. Okay, natakwenda kuishia hapo. 10 mstari wa 10 anasema hivi, wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika wakaharibiwa na Mwarabu. Msinungunike. Maombi yenye matokeo ni maombi yasiyo na malalamiko, yasiyo na manunguniko. Ukiweza kutembea katika vipengele hivi ambavyo nimevisema, ambavyo nitakuja kuendelea ili somo katika level nyingine, lakini ukiweza kutembea katika vipengele vinne, lazima utafanikiwa. Nimetembea na Mungu, najua na mfahamu. Mungu wetu hana upendeleo, lakini anataka tutembee kama anavyotaka, na tukitembea anavyotaka, matokeo ya maombi yetu ni moja kwa moja. Basi labda nichukue nafasi hii sasa kwenda kuomba kwa ajili yako. Nitakwenda kuomba kwa ajili yako ili Mungu asimame na wewe, Mungu akubariki, Mungu atembee na wewe. Hebu weka mikono yako pamoja. Baba na Mungu wangu unayeishi katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa kila mmoja ambaye amenifuatilia na ambaye atafuatilia mafundisho haya baadaye. Na kusi Bwana ukamsaidie awe na maombi yenye matokeo kwa kuzingatia vipengele vinne ambavyo nimevizungumza. Maombi yake yawe na matokeo atakapozingatia moyoni mwake. Bariki, simama naye katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mungu awabariki sana sana sana. Tutakutana tena siku ya Jumatano. Yehova Shema, Yehova Tekeli, Bwana kimbilio letu, faraja yetu, msaada unaonekana tele wakati wa mateso. Simama kanisa ambalo limesia katika jina la Yesu. Simama ambao siku na mchana wamekuwa wakiomba pasipo kuona matokeo. Baba, ulisema watoto wako watakuwa mkono itawaweka huru. Wasaidie Bwana, wasaidie wao katika jina la Yesu. Utafungukia Yehova pamoja na wapendwa katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Na ubariki na kuitukuzwa jina lako Bwana katika jina la Yesu. Ubarikiwe Bwana wangu. Wakati mwingine Bwana ni kama mlima wa Sayuni ambao hautatikisika wakati leo na milele. Wakati mwingine Bwana mlima wa Sayuni unatikisika, hautatikisika wakati leo. Bwana alibarikiwe. Bwana alibarikiwe. Kuna kweli sana Bwana. Kutana wamekuwa kiomba kwa mzigo katika watu mtakatifu watawasaidia kufikia vijana ambao maombi yao yatakuwa na matokeo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Asante sana. Asante sana Mungu wetu. Tumaini letu, kimbilio letu, msaada wetu. Unaonekana pendo